Licha ya jitihada zinazofanywa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika kumaliza uhasama kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi, nchi za Magharibi bado zina wasiwasi juu ya Urusi. Bado zina imani kwamba Urusi inaweza kufanya mashambulizi wakati wowote baada ya kumaliza vita vyake huko nchini Ukraine kwa taifa lolote la Umoja wa Ulaya. Na hivyo wakati huu mataifa mengi ya Umoja wa Ulaya yanajipanga vilivyo kwa ajili ya kujilinda kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi. Ufaransa imesema itaboresha moja kati ya kambi zake kuu za anga kwenye mpaka na Ujerumani ili kuwa mwenyeji wa ndege za kivita za Rafale zilizo na makombora ya nyuklia. Rais Emmanuel Macron amesema hayo siku ya Jumanne. Kambi ya Luxeuil-Saint-Sauveur mashariki mwa Ufaransa ilikuwa na silaha za nyuklia hadi 2011 wakati ndege hizo zilihamishwa hadi eneo tofauti. Kambi ya anga ya Luxeuil ipo karibu kuboreshwa kwa njia ambayo haijawahi kufanywa na kurejesha jukumu lake kamili katika kuzuia nyuklia ya Ufaransa, Macron alisema. Kufikia mwaka 2035, Luxeuil itakuwa kituo cha kwanza kuandaa toleo lijalo la ndege za Rafale na makombora yake ya nyuklia ya hypersonic. Rais huyo wa Ufaransa aliongeza kuwa kikosi hicho kitakuwa na ukubwa maradufu hadi karibu wanajeshi 2000 na wanajeshi ili kukidhi vikosi viwili vya Rafale. Serikali itatumia euro bilioni 1.5 kurekebisha msingi wa kuharakisha maagizo ya ndege hizo za Rafale. Bila kuitaja Urusi kwa jina, Macron alisema kwamba Ufaransa imejikita katika ulimwengu unaozidi kuwa hatari na usio na uhakika tangu uhasama wa wazi kati ya Moscow na Kiev mnamo 2022. Tangazo hilo linakuja baada ya kansela mteule wa Ujerumani Friedrich Merz kupendekeza kwamba Ufaransa inaweza kupanua silaha zake za nyuklia kuilinda Ujerumani na wanachama wengine wa Umoja wa Ulaya. Macron alijibu kwa kusema kwamba ataanzisha mjadala kuhusu suala hilo. Hata hivyo, Ujerumani inahitaji silaha nyingi za nyuklia kutoka kwa Ufaransa, licha ya kwamba ina baadhi ya silaha ambazo zimetoka nchini Marekani, silaha za kinyuklia zilizohamishwa kutoka Marekani hadi Ujerumani. Urusi imeshutumu programu za kijeshi za Umoja wa Ulaya kama zisizojali na za kuongezeka. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari mapema mwezi huu kwamba mipango ya makabiliano ambayo sasa tunaona huko Brussels na katika miji mikuu ya Ulaya inaweza kutatiza kupatikana kwa suluhu la amani la mzozo huko nchini Ukraine. Hata hivyo, kumekuwa na maswali ya msingi wa Ujerumani kuruhusu silaha za kinyuklia. Mabomu ya nyuklia ya Marekani bado yapo nchini Ujerumani, lakini msimamo wa Donald Trump na uhama kutoka Ulaya unadhoofisha vizuizi vya nyuklia, na hii imezua mjadala mpya iwapo Ufaransa inaweza kuimarisha usalama huko katika Umoja wa Ulaya. Bwana Macron kwa muda mrefu ameomba kuanzisha mazungumzo na Ujerumani kuhusu ulinzi wa nyuklia barani Ulaya kwa kutumia silaha za nyuklia za Ufaransa. Hata hivyo, Ujerumani hapo awali ilikataa pendekezo hilo. Lakini hali sasa imebadilika ambapo Friedrich Merz, kiongozi wa CDU na anayetazamiwa kuwa kansela ajaye wa Ujerumani, ameonyesha utayari wa kuzungumza kuhusu mpango huo. Hofu ni kuwa Trump ambaye amerejea madarakani anaweza kuondoa ulinzi wa Marekani kwa washirika wa Ulaya, jambo linalolazimisha Ujerumani kutafuta suluhisho mbadala. Merz anapendekeza mazungumzo na Ufaransa na Uingereza kuhusu ulinzi wa nyuklia barani Ulaya, hatua ambayo inaungwa mkono na Paris. Kwa miongo kadhaa Ujerumani imekuwa ikilindwa chini ya mwamvuli wa nyuklia wa Marekani, huku ikiwa na mabomu 20 ya nyuklia ya Marekani yaliyowekwa nchini humo. Ingawa rais wa Marekani pekee ndiye mwenye mamlaka ya kuzitumia, jeshi la anga la Ujerumani linatoa ndege za kivita ambazo zinaweza kuzisafirisha wakati wa vita, mpango unaojulikana kama ushirikiano wa nyuklia wa NATO. Wachambuzi wa usalama wanaamini kwamba Marekani haitatoa silaha zake za nyuklia kutoka Ulaya kwa sasa, kwani zina umuhimu mkubwa sana wa kimkakati kwa NATO na zinafaa kwa kukabiliana na uchokozi wa Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.